Askofu Josephat Gwajima, mbunge wa Kawe jijini Dar es Salaam kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi tangu uchaguzi wa mwaka 2020. Pia ni askofu wa Glory of Christ Church kwa usajili maarufu Kanisa la Ufufuo na Uzima. Amegonga vichwa vya habari nchini Tanzania katika siku za hivi karibuni. Ana historia ya matukio na kauli zenye utata ambazo tutaziweka wazi, lakini mara hii Gwajima amejitokeza kama mkosoaji wa matukio ya utekaji na watu kupotea ambayo yamekuwepo Tanzania kwa kipindi cha muda sasa, hata baadhi ya watu waliotekwa kuuawa. Ukosoaji huo sasa unaonekana kumuingiza kwenye patashika na viongozi wakuu wa chama chake tawala. Lakini kwanza tuanze na safari yake ya kuingia CCM. Askofu Gwajima hakuwa mwanasiasa mwenye umaarufu katika siasa za chama hicho kabla ya mwaka 2020. Uchaguzi wa mwaka huo ndio uliomwingiza rasmi katika maisha ya kisiasa na kuwa mbunge hadi leo. Wakati huo pia aliungwa mkono na kiongozi mkuu wa nchi wakati huo, Rais John Magufuli, wakati wa mbio za kuwania ubunge, kabla ya kuwaambia wapiga kura, nileteni Gwajima, tena zaidi ya mara mbili. Katika wiki za hivi karibuni, jina Gwajima limevutia vichwa vya habari kwa kuhoji kuhusu matukio ya utekaji na watu kupotea nchini Tanzania, na kueleza kuwa vitendo hivyo vinaharibu taswira ya Tanzania na vinawaumiza wananchi, na mnukuu, kama baba yako angetiwa kwenye gari na kesho yake akapatikana amekufa, ungefanyaje? Alihoji kwa msitizo. Kauli yake ya Jumapili Mei 25 ilisambaa haraka mithili ya moto wa nyika majira ya kiangazi, huku akisema atajibu watakaomzungumzia kauli yake kulingana na uzito wao. Kauli ya Gwajima kuhusu utekaji haikupokelewa vyema na chama chake. Kuna wabunge wenzake waliomkosoa, akiwemo mbunge wa Kinondoni Abasi Tarimba, akisema namnukuu, Mungu akulaani huko uliko. Haikuishia hapo. Mwenyekiti wake wa CCM ambaye pia ana kofia ya urais wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, wakati akifunga mkutano mkuu maalum wa CCM Dodoma Mei 30, 2025, alisema namnukuu, Rais Samia, niwaombe au sijui niagize vikao vinavyokwenda kuchuja watu. Anayefaa aambiwe anafaa, na asiyefaa aambiwe ana kasoro 1, 2, 3. Hatufai kwa huko mbele tunapokwenda, aliendelea kusema Rais Samia. Tukitoa mwanya, ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tu na mie niwemo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko. Chama kinakuwa Gwajimanized,
Kwa hiyo kwa vyovyote vile tusigwajimanize chama chetu, magwajima tuyaache nje. Juni 2, 2025, vyombo vya habari nchini Tanzania hususan kupitia kurasa za mitandao ya kijamii viliripoti kuwa msajili wa jumuiya ya kiraia Emmanuel Kihamba amefuta usajili wa Glory of Church Christ Tanzania Church maarufu kama Kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima. Katika barua yake kwa Askofu Gwajima, Bwana Kihamba amesema uamuzi huo umefikiwa baada ya Askofu Gwajima kuonekana akitoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa kupitia mimbari ya kanisa hilo, akielezwa kuwa na nia ya kuichonganisha serikali na wananchi. Lakini sasa chache baadaye, Gwajima alitoka hadharani na kukanusha taarifa za kanisa lake kufungwa, na mnukuu, kwenye mitandao watu wanapitisha karatasi kwamba Kanisa la Ufufuo na Uzima limefungwa. Hakuna wa kufunga kanisa la Mungu duniani. Si kweli, ni uongo, ni wauni. Usiku wa kuamkia Jumanne, askofu huyo kupitia video iliyochapishwa katika mitandao ya kijamii akiwa na viongozi wengine wa dini ya Kristo alisema kuwa polisi wamezingira kanisa lake na taarifa za vyombo vya habari vya ndani vimethibitisha uwepo wa polisi katika eneo lake baada ya barua ya juu kufungiwa kanisa lake hilo. Kabla ya kuingia kwenye shughuli za kisiasa, historia inaonyesha Gwajima hajaacha kuwa mtu mwenye utata kupitia kauli zake. Mwanaharakati maarufu nchini Tanzania Fatma Karume ameonya wiki kupitia mtandao wa X. Anasema Gwajima aamini katika kutetea haki, akikumbushia kauli ya askofu huyo ya kutaka kubadilisha misikiti kuwa Sunday school, kauli ambayo inaelezwa aliitoa mnamo mwaka 2015 wakati wa janga la COVID-19. Askofu Gwajima alikuwa mstari wa mbele kuendesha kampeni hadharani ya kupinga chanjo hiyo dhidi ya ugonjwa huo. Miongoni mwa kauli zake nyingi, alinukuliwa akisema chanjo hizo si salama, ingawa tatizo hakuwa anatoa ushahidi wowote wa kisayansi. Miongoni mwa madai aliyoyatoa wakati wa mahubiri katika kanisa lake ni kwamba chanjo zina uwezo wa kubadilisha chembe hai za vinasaba, yaani DNA, na kufanya watu kuwa mazombi. Vile alitoa madai kuwa chanjo hizo zina sumaku, akisema na mnukuu, ndio maana unaona watu wamechanjwa alafu baadaye inashika sumaku. Wewe unajiuliza, si maji yanashikaje sumaku? Unashangaa wengine mmechanjwa lakini inawakata. Kuna vitu vimefanywa vidogo vidogo alafu mtu anaingizwa ndani ya mwili vikaudhibiti mwili. Miaka imepotea na hakuna Marekani anayeonekana kawe ambaye ametokea Birmingham kupitia mpango wa Gwajima. Pia hakuna mtu akawe aliyesafirishwa
kupelekwa Birmingham kupitia mpango huo. Hii ni wakati wa kampeni za uchaguzi wa mwaka 2020 katika viwanja vya jimbo la Kawe, akiwahutubia wananchi akisaka kura za ubunge. Aliwaahidi wapiga kura wa eneo hilo iwapo wangemchagua angewapeleka Marekani, na mnukuu, mkinichagua wananchi wa Kawe wote mtafika Marekani. Nina rafiki yangu ni gavana wa jimbo la Birmingham Marekani, amesema anataka tubadilishane watu nikiwa na jimbo. Mwisho wa kumnukuu Gwajima. Machi 2015 aliyekuwa askofu mkuu wa jimbo Katoliki la Dar es Salaam Mwadhama Polycarp Kardinali P alitangaza kumsamehe askofu Gwajima baada ya kumtolea maneno makali akimuita msaliti wa viongozi wengine wa Ukristo chini ya jukwaa la Wakristo wa Tanzania CCT, ambapo walipinga katiba iliyopendekezwa baada ya bunge maalum la katiba mwishoni mnamo mwaka 2004. Wakati huo hakuishia kwa Kardinali Pengo, bali alimshambulia pia spika wa bunge wakati huo, Mama Hana Makinda. Utata huu uliogubika maisha yake haujawahi kuwa chanzo cha kupoteza umaarufu au kushuka kisiasa, lakini sasa inaonekana meza ambayo ameamua kuitingisha Gwajima huenda ikamdondosha kisiasa, hasa ukizingatia kauli ya Rais Samia ambayo iliashiria kumlenga yeye. Huku uchaguzi wa Oktoba 2025 ukikaribia, Gwajima ataamua ikiwa anataka kufumba mdomo kama wenzake wa CCM ili pengine abaki kwenye siasa za chama hicho, au ataendelea kuzungumza na kukemea utekaji na watu kutoweka, huku akijua hilo linaweza kuyahatarisha maisha yake ya kisiasa ndani ya CCM.